Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Tumeona kwa juu na tuliposogea hapa pembeni tumeona hali halisi, na hali ya aina hii kama mkuu wetu wa wilaya alivyosema imekuwa ikijitokeza. Imetokea kwa siku za karibuni, imetokea 2010, imetokea 21, 22, tuliona tena kwa kiasi 23. Ni jambo ambalo linajitokeza, na katika kujitokeza kwake serikali haijakaa kimya. Mwaka juzi na mwaka jana serikali ilitafuta fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunatafuta suluhisho ambalo litaleta unafuu katika maeneo ambayo maji yamekuwa yakisambaa na kuleta haya madhara. Kidete pamoja na Gulwe kwa upande wa kuelekea Dodoma. Mapendekezo ya kamati za usalama mkoa na wilaya imekuwa pajengwe bwawa litakalosaidia maji kutokutawanyika na kuleta haya mafuriko. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakumbuka ningali waziri wa fedha wakati ule, nilitumwa na Mheshimiwa Rais kushughulikia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la Kidete na mabwawa mengine pacha kama 7 au 8. Fedha imeshapatikana ya ujenzi wa mabwawa hayo. Kinachofanyika sasa hivi ni kukamilisha masuala ya kitaalamu ili tusije tukapeleka fedha tukaweka bwawa katika eneo ambalo halitatibu tatizo la mafuriko. Kwa hiyo la kwanza ni wahakikishie serikali imeshachukua hatua kuelekea kwenye kupata suluhisho la kudumu katika matatizo haya yanayojitokeza. Lakini si hiyo tu, nipongeze serikali ya wilaya na mkoa kwa hatua za awali ambazo wamechukua za kuwahamisha hapa na kuwapatia misaada ya kibinadamu. Na leo hii serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imeweka milioni 23 ili kuongezea fedha ambayo imehitajika katika matumizi ya siku hata siku. Na maombi niliambiwa ilikuwa milioni 67, 23 tayari zimeshakuja ili muendelee kuwapatia misaada ya kibinadamu inayotakiwa. Na hizo zingine, kwa sababu na waziri wa fedha yuko hapa na viongozi wanaohusika na masuala ya maafa, mawasiliano yataendelea ili kuweza kuhakikisha utu wa Mtanzania, utu wa Wanatindiga unalindwa, na kuhakikisha kwamba haya ambayo yamekuja ambayo ni ya sehemu mabadiliko ya tabia nchi na sehemu ni mvua za Mwenyezi Mungu yasisababishe utu wa Mwanatindiga, utu wa Mtanzania ukapotea. Kwa hiyo hii tayari hatua imeshachukuliwa, na leo hii milioni 23 zimeshakuja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba misaada ile ya kibinadamu na huduma za kibinadamu zinapatikana katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nimesema, maafa haya yamegusa katika tarafa 4 ndani ya wilaya hii ya Kilosa, kwa maana ya tarafa ya Magole ambapo kule tulipata upepo mkali siku ya tarehe 28 ambao uliandamana na mvua kubwa, na inakadiriwa kwamba ndani ya mvua ile kulikuwa na viashiria vya mvua ya mawe. Jumla ya kaya 408 ziliathirika na upepo huo pamoja na mvua ambazo zimenyesha,
tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wetu na mshikamano wetu. Jitihada za kurudisha makazi ya wenzetu zimefanyika na zinaendelea kufanyika. Kwa wale ambao walikuwa wana uwezo wa kurudisha jitihada hizo, walifanya kwa kushirikiana na ndugu jamaa na wasamaria wema, lakini kwa ambao hawana uwezo, serikali tayari imeweka utaratibu maalum ya kuwasaidia ili waweze kurudi kwenye makazi yao ya kudumu. Lakini kadhalika hiyo ni kwa ajili ya vijiji vya Dumila, vijiji vya Magole A na vijiji vya Magole B, lakini vile vile kwa siku ya jana tumepata tena upepo katika tarafa hiyo hiyo ya Magole ambapo kaya 38 zimeathirika na upepo huo. Serikali inaendelea kufanya jitihada za kuwatunza kipindi hiki ambacho wanapitia kwenye mazingira hayo magumu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imepata dharuba hii ya majanga haya ya mvua ni tarafa ya Kidete. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ni mbaya, miundombinu ya barabara imeharibika, hasa barabara zinazosimamiwa na TANROADS. Bahati mbaya sana hata barabara ambazo zinaunganisha baina ya kata na kata ama kata na mji mkuu wa Kilosa nazo pia zimeharibika vibaya. Kwa sasa hivi zimekuwa hazipitiki kwa 80% na kuhatarisha usalama wa wananchi. Lakini vile vile madaraja nayo pia yameondoka, jambo ambalo huduma za usafiri na usafirishaji kwa sasa zimesimama, hasa katika maeneo ya Kidete, maeneo ya Lumuma, lakini vile vile na maeneo ya Kilosa kuunganisha kwenda maeneo ya Udeni Ng'ombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ni tarafa ya Mikumi ambako nako huko tulipata maporomoko katika barabara kuu iendayo Kilombero. Kwa muda wa masaa kadhaa huduma za usafiri na usafirishaji zilisimama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru jitihada za wataalamu wetu kuweza kurudisha huduma hiyo ndani ya muda mfupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imepata msukosuko huo wa maafa ya mvua ni tarafa ya Kilosa ambako maeneo ya Mamoyo, maeneo ya Mabwerebwere, maeneo ya Magomeni, lakini pia na maeneo ya Mkwatani, nyumba kadhaa ziliingiliwa na maji kutokana na mto Mkondoa kupasua na kuacha njia, na hivyo kulazimika kupeleka maji mengi sana katika maeneo ya makazi ya wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jitihada za serikali ya wilaya na mkoa ni kuwasaidia wananchi wetu ili kubaki salama. Kazi kubwa imefanyika na wananchi tayari wameanza kurudi katika maeneo yao. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi.